Pius Zakaria Lukaga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Mbogwe. Leo tarehe 17 mwezi wa 3 2026 ni kumbukizi ya kuondoka na mpendwa wetu Daktari John Pombe Magufuli. Siku hii tunaikumbuka kwa falsafa yake ambayo ilileta mageuzi makubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ukienda kwenye swala la madini, ameleta mapinduzi makubwa, na hasa pale ambapo alipokamata makontena 277 na kuunda tume ya Profesa Mluma na Profesa Soro iliyoleta uhalisia wa namna nchi yetu ilivyokuwa inadhulumiwa. Lakini hakuishia pale. Bunge nalo liliunda tume. Baada ya ile tume ndipo alipokuja na sheria ya madini ya mwaka 2017 iliyolenga kunufaisha wazawa na kuongeza wigo wa ukusanyaji mapato. Mpaka sasa hivi yale aliyokuwa nafanya yakalisiwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupanua masoko ya dhahabu, lakini pia hakuisha tu hapo, hata teknolojia za uchenjuaji amezipanua. Mpaka sasa hivi wachimbaji mbalimbali wanufaika na falsafa ya Marehemu Magufuli kaendelezwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tusiishie hapo tu. Tunapokumbuka miaka 5 kwa kuondokewa na mpendwa wetu Daktari Magufuli, tusisahau shauku yake na nia ya kuona Tanzania inakuwa na shirika la ndege la ATCL. Ndio maana katika utawala wake kuanzia 2015 mpaka 2021 kuna ndege mpya 11 zinunuliwa. Ilikuwa kila wakati unasikia leo wanazindua Bombardier, kesho wanazindua Boeing. Ilikuwa kila wakati tunaona, na namna ambavyo ilisaidia sana kuongeza utalii, lakini pia na usafirishaji ndani na nje ya nchi. Lakini ukienda kwenye swala la viwanda, falsafa yake ilikuwa inasema kwamba ni serikali ya viwanda. Serikali ya awamu ya 5 chini ya Daktari John Pombe Magufuli ni serikali ya viwanda. Alijua fika kabisa nchi ikiwa na viwanda itauza bidhaa zake nje ya nchi badala ya kutegemea kuingiza bidhaa kutoka mataifa mbalimbali ambapo yatadumisha uchumi wetu. Ukiwa unatoa bidhaa ndani ya nchi kupeleka nje ya nchi, unaimarisha thamani ya sarafu yako, lakini pia unakuza pato la taifa. Hizo ndiyo falsafa ya Daktari John Pombe Magufuli, na tunasema kwamba falsafa zake hizo ndizo zimepelekea nchi yetu kupiga hatua na kufikia uchumi wa kati kabla ya kufika mwaka ambao ulikuwa umelengwa kwamba 2025. Lakini sambamba na hilo, falsafa ya Daktari John Pombe Magufuli tunavyomfahamu, alikuwa na falsafa inayosema ya kuongeza miundombinu. Miundombinu mbalimbali ilijengwa ndani ya utawala wake. Ukiangalia miundombinu kama ile ya barabara, madaraja, ukienda pale maeneo ya Sengerema kuna daraja JPM, ni juhudi zake ambazo zimekuja kuendelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia hakuisha hapo. SGR, Standard Railway Gauge, ni reli ya kisasa kabisa ambayo ilianza kutengenezwa wakati wa Daktari John Pombe Magufuli na imeendelezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini zaidi ya yote alijikita zaidi katika masuala ya kuboresha miundombinu ya nishati ya umeme. Ndipo alipoanza ujenzi wa mradi wa Stijaji Gorge, na kwa sasa ni mradi wa Mwalimu Nyerere. Mradi huo ulilenga kuzalisha megawati 2115, lakini mpaka sasa tunavyozungumza shauku yake na tamaa yake imekuja kuendelezwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo mitambo yote imeshawashwa na imeshaingiza kwenye gridi ya taifa megawati 2115. Huyo ndio hayati Daktari Magufuli. Lakini kingine ambacho daktari anatufundisha sisi vijana, Magufuli alikuwa mtu sio wa kukata tamaa, na inawezekana kama angekuwa mtu wa kukata tamaa asingepata nafasi zile. Miaka ya 90 alikuwa anagombea kwenye jimbo la Biharamulo
na wakati ule tulikuwa hatuna Biharamulo Mashariki ambao ni Chato. Alikuwa anashindwa na Fares Kabuye. Fares Kabuye alikuwa na kampeni zosema Wasubi tuimanye, yani Wasubi tujuane. Lakini pia alitumia kigezo cha umri kwamba Magufuli ana umri mdogo. Alimshinda, lakini baada ya kumshinda kwenye kula za maoni, Magufuli alienda kumshika mkono. Na baadaye 1995 jimbo la Chato, jimbo la Biharamulo likagawanya, lilikuwa na Biharamulo Magharibi na Biharamulo Mashariki. Ndipo Magufuli alipogombea na kupata ubunge, na baadaye akapata neema ya kupata nafasi mbalimbali za uwaziri mpaka pale alipokuja kubahatika kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiufupi nipende kusema kwamba anatufundisha sisi vijana tusiwe watu wa kukata tamaa. Na kwa uhalisia leo kumbukizi ya miaka 5 inatukumbusha kwamba Daktari John Pombe Magufuli ameondoka kama sura yake hatumuoni, lakini mawazo yake bado yanaishi. Kwa ufupi ni kwamba amekataa kufa.